nikaona limeongezeka. Sema mchungaji, kila nikihubiri sema mchungaji. Nisi nikagundua wale ni wacheza mpira, wale ni jamaa zangu wa vijiweni, ikabidi niongeze vibe. Sijui umeelewa? Nikatema nondo. Ujui duniani hapa unakaa kwa muda tu. Unajua unapita, kuna moto unaunguza. Nilitema nondo na kuambia Mungu wa Elia nilimtaja, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrania. Yaani nilimaliza vitabu vyote. Sasa wale jamaa walinisupport sana. Sio wanasupport kwa sababu nafanya kazi ya Mungu. Kumbuka wale wacheza mpira wengi walikuwa ni Waislamu. Songea wengi ni Waislamu. Walikuwa wananisupport mimi nipate chochote kitu. Hata ulipofika muda wa kutoa sadaka, wale jamaa wakiona watu wametulia, yani watoi sadaka, mmoja anapita na 2000 anajifanya anacheza hivi, anatumbukiza kwenye mfuko wangu, mfuko wa sadaka, afu anatoa. Kumbe ile 2000 hajatoa. Kwa wale wanakijiji wanaona watu wanaenda kutoa sadaka, wanapata hamasa ya kuendelea kutoa sadaka. Pale wakanipa na lift kwa sababu wale wacheza mpira walikuwa na coaster, wakanipa na lift, wakanipa siti ya mbele. Wale ambao walikuwa hawaniheshimu wakaanza kuniheshimu, waliokuwa wananiona mshikaji wakaanza mtumishi. Umeona? Tumefika pale mjini, tukarudi zetu mjini. Sasa siku moja nimekaa nikawaza, yule mchungaji yule ambaye alini-expire mimi mpaka nikaanza haya mambo, yeye akawa ameshajenga amehama, akawa anasikia dogo yule bwana ni wa moto, dogo yule ni wa moto. Kipindi hicho yani nikiwa nimeenda kuhubiri kijiji fulani najaza na upepo. Tulikuwa tunasema una upepo. Nilikuwa na upepo. Sasa siku moja nimekaa nikawaza niende kijiji fulani hivi Mpitimbi, nikawa nimepata historia. Kipindi hicho tayari nimeshamtafuta dogo natembea naye. Kama supporter. Umeona? Nikasema niende kijiji fulani Mpitimbi. Sasa naenda kupanda gari nikakutana na yule mchungaji. Nimebeba zangu speaker mgongoni, nimekula suti, necktie, kijana smart. Mchungaji akasema wapi? Nikasema naenda zangu mbele hapo. Mbele wapi? Wakati umebeba hadi speaker sema unaenda kuhubiri. Yule mchungaji alikuwa amebeba jembe anaenda shambani. Sema unaenda kuhubiri, nikasema kweli mtumishi naenda kuhubiri. Alicheka sana yule mchungaji yule, akasema wewe amekuokoa nani? Kwa sasa alikuwa anajua anaona matendo yangu pale jinsi ninavyoishi. Unajua ukiwa jifunze kutajataja mambo mema kwenye maisha yako. Jifunze kujitamkia neema kwenye maisha yako. Mimi nilikuwa mtu wa kawaida, lakini pale namtajataja Mungu, nikawa tayari nimevaa hadi physical appearance ya kimungu. Kwa mtu akiniona hivi ananiona kimungu, ananiona kiroho. Kwa hiyo nilipokuwa namtajataja Mungu, kweli Mungu kumbe akawa ameanza kukaa ndani yangu. Nikasema sawa. Yule mchungaji pale akacheka sana, akaniambia kweli Mungu anamuokoa yoyote. Umeona? Basi mimi nikapanda zangu gari pale. Nikaenda zangu huko Mpitimbi. Nimefika Mpitimbi. Kile kijiji nilichoenda kuna waganga wamekuja. Wanakuja kwenye kile kijiji kutoa uchawi. Kuna waganga fulani wanatoaga uchawi, kutoa sijui vipembe. Sasa kile kijiji ni kidogo. Kwa hiyo mimi nimefika nataka nihubiri kwenye uwanja wa kilabu. Kilabu hivi ya kienyeji. Wao wapo kama mita 100 hivi kuna nyumba wanatoa uchawi. Kwa hiyo watu wa pale vijiweni wote wamehamia kwa wale waganga. Kwenda kutoa uchawi, wanapotoa uchawi. Mimi nikasema sasa nafanyaje? Kipindi hicho nikiwa namuita Mungu hataki kushuka, nilikuwa nalia machozi. Yaani naloa machozi, namuita Mungu nimefumba macho, naloa machozi, yaani nalia mpaka Mungu atashuka. Nikasema hapana, Mungu huwezi kuniangusha. Nikaanza kumuita Mungu. Mungu naye naona kama anachelewa kushuka. Nililia pale. Nikaanza kuhubiri, nilitema nondo na mhubiria dogo nilie naye kwa sababu watu hawaji. Ninavyozidi kuhubiri alikuwa anakuja mtu mmoja. Hapo kipindi hicho tayari nina imani kali. Anakuja mtu mmoja. Baadaye wale watu wa kule kwa waganga wote wakatoka. Mungu alivyowajabu. Wakatoka wale watu wote wakajabu. Sasa sekunde zinavyozidi kwenda wale jamaa ambao wamekuja wale kama wanakuja kunisikiliza. Muda ukafika wa kuomba na wao wakaanza kuomba. Sasa ile tunaomba akaja mama moja. Akaniita, mtumishi, samahani na shida gani? Mimi mamangu amesema ni mchawi. Tulikuwa tunataka tumpeleke kwa wale waganga. Lakini kwa kuwa wewe mtumishi umekuja, kipindi hicho huko na kusema Mpitimbi hakuna mlokole hata huyu mmoja. Waislamu wa Romani, Waislamu wa Romani, labda kidogo wa Anglikana. Kwa sababu mtumishi umekuja, tunaomba ukamuombee.
Nikapata hofu, lakini sikuonyesha. Nikasema sawa, nikawaambia wale ambao walikuwa wananisikiliza, bwana, twende tukamwombee mama yetu. Tumefika pale, yule mama amekaa nje. Mimi sikutaka kuuliza, ni kuanza kutema nondo, ombea mipaka ya ile eneo, omba 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 omba, kweli kweli, lia na kulia, piga maombi ya kutosha. Zidi ninavyozidi kupiga maombi, yule mama anaingia ndani, anatoa vitu kimoja kimoja. Napiga maombi, anatoa kitu kimoja kimoja. Piga maombi, anatoa kitu kimoja. Baadaye akatoka na kitu fulani kama pembe la ng'ombe kubwa, limeviringishwa kitambaa cheupe na kitambaa cheusi na kitambaa chekundu. Akaweka chini. Lile pembe la ng'ombe likawa linapiga kama mshale, linazunguka pale alipoweka chini, linazunguka hivi. Sasa mimi pale ninapozunguka kama pale ndo nimeweka speaker. Nikaendelea kutema nondo. Na hubiri hivi na naomba hivi, lilifunguka lile pembe mfano wa bomu. Na kuambia mwenye nyumba njia yake, yule mama njia yake, watu niliokuwa nao njia zao. Mimi nikakimbia kama mita 1 hivi, nikageuka. Nakumbuka nini? Sikumbuki ile pembe, nakumbuka spika yangu iko pale. Sijui unaelewa? Nakumbuka spika yangu iko pale. Nikamwambia Mungu nitie zubaa. Na jumlisha na uoga. Nikachelewa kidogo kwenda kuchukua ile spika. Sasa naenda kuchukua spika, ghafla akaja mwanamke mmoja, ni mdada, pamoja na wanaume wawili. Mmoja amevaa nguo za mgambo. Tukasalimiana pale, wakaniambia bwana, unahitajika kwenye ofisi ya kijiji. Nikasema haina shida, lakini nimeingiwa na uoga na tetemeka. Tukatoka pale mdogo, kulikuwa parefu kidogo kama mita 200. Barabarani tunapiga story pale, wananiuliza maswali na wajibu. Tukafika ofisi ya kijiji, wakasema bwana, unashtakiwa kukusanya watu bila kibali cha serikali. Hilo ni kosa. Kwa mfano pale ulipokusanya watu, mmoja angekufa ungefanyaje? Kajua mimi nilikuwa nahubiri, nilikuwa sijui kama ninakosa. Kumbe ni kosa. Umeona? Nikamwambia kumbe kuhubiri injili ni kosa. Wakasema hamna, sio kosa, lakini unapotoka huko unatakiwa utoke na barua ya mtendaji yenye muhuri, uje hapa ufike kwenye ofisi ya kijiji upewe barua. Nikasema mimi nilikuwa sijui. Ikabidi sasa pale nianze kuomba radhi. Umeona? Nianze kuomba msamaha. Muda huo dogo na yeye alikuwa amekimbia, sijui alikoelekea. Umeona? Nikaomba msamaha. Yule dada abarikiwe sana na Mungu ambariki sana. Yule dada mtendaji alikuwa muelewa sana. Akamwambia kwa sababu ulikuwa unahubiri neno la Mungu, kama siku nyingine fuata sheria, fuata protocol. Hapa tunakusamehe, tunaomba uende. Nikasema sawa. Nilikuwa na vila vyangu mfukoni. Ghafla akaja yule dada ambaye aliniomba niende nikamuombe mama yake. Anakuja na yule dogo, walikimbia pamoja, basi wakasikia ndipo pale kwenye ofisi ya kijiji, wakaja. Mimi naondoka, yule mama akaniambia, "Sasa tunafanyaje?" Nikamwambia, "Dada, nisikilize. Yaani nakupa kwa imani na nakupa mamlaka. Nenda kakusanye vile vitu vyote, choma." Dada yule akaanza kukataa. Nikamwambia, "Kuwa na imani. Nenda kwa chome, hakuna lolote ambalo litakukuta. Na mimi nitaenda kufunga nikiwaombea." Baadaye alibishabisha, baadaye akakubali. Mimi nikatoka na yule dogo, tukaenda kupanda gari. Haisi. Sasa kile kitu kikawa kimeninyong'onyesha, nimenipa hofu, kimenipa uoga. Nilipofika mjini sikuendelea na kuhubiri tena. Maisha yakaanza kuwa magumu. Yalikuwa maisha magumu kiasi kwamba unaweza mkashindia uji. Mkaa tunanunua wa 500. Sasa tulikuwa tunakaa karibu na mashine, nikawa namwambia yule dogo wa mashine nifanye mpango, ananifanyia mpango, nampa 1000, ananipa unga kilo 2, kilo 3. Sijui sasa alikuwa anaiba au anafanya nini, lakini anifanyie mpango mradi mkono uende wapi? Uende kinywani. Chochote ninachokifanya kilikuwa hakifanikiwi. Mtu wa Mungu. Sasa kipindi ambacho sihubiri nilikuwa napata kiu. Walevi wanasema arosto. Sio, unaielewa arosto wewe? Napata arosto ya kuhubiri kwa sababu nishazoea kuongea na watu. Sasa siku moja bwana, ulikuwa mkesha wa Pasaka. Kama mkesha wa Pasaka hivi, kama saa 8 saa 9 hivi mchana. Nikakaa nikafikiria sasa ile nyumba tuliyopanga watu wanajiandaa kwa sababu ya sikukuu.
Mimi na mtoto wangu na mke wangu hatuna chochote. Nikakaa nikafikiria, sioni njia ya kutokea. Baadaye nikamwambia wife, dogo, niandalie jembe. Nikaandalie jembe, nikamwambia niandalie Biblia. Biblia tulishasokomeza huko. Niandalie Biblia. Basi akaniandalia Biblia, nikachukua spika yangu, nikatia suti, nikamwambia ikifika saa 11, saa 12, tenga sufuria, weka maji mengi. Leo tunakula wali na kuku. Mke wangu akawa anacheka sana. Akasema Mungu akutangulie, lakini ulisema hutahubiri tena. Nikamwambia wewe fanya ninachokuambia. Nikaanza mdogo mdogo, nikapandisha matalawe, nikapandisha juu, nikatokezea mjini. Natafuta sehemu ya kuweka senda. Nikafika sokoni, hapa mlango wa kuingilia soko kuu, hii njia ya kwenda unaenda hivi unapandisha unakunja unaenda Zanzibar. Hapa mlango wa kuingilia soko kuu. Tega spika yangu, nikaanza maombi. Piga maombi, nikaanza kuhubiri, nikatengeneza nyomi. Nikajaza kijiji, nikatengeneza jamu barabarani. Kuna mtu anaanza kujiuliza kwa nini naongea yote haya? Naongea yote haya kwa sababu ya mwanaume ambaye ana akili. Naongea kwamba mwanaume ukikata tamaa, umehatarisha maisha ya watu walio nyuma yako, watoto wako, mke wako, wazazi wako. Mwanaume ukiingiwa na uoga, umehatarisha maisha ya watu walio nyuma yako. Kwa jina la Yesu, toa huo uoga. Kwa jina la Yesu, toa hiyo hofu ambayo umekaa nayo. Acha kukata tamaa. Kupumzika unaruhusiwa, lakini kukata tamaa ni mwiko. Sisemi haya ili nisifiwe, kwa sababu naelewa mwanaume hawezi kusifiwa duniani, anasifiwa siku anavyoingia kaburini. Yesu alifanya mema mengi, hakusifiwa duniani. Alisifiwa, amesifiwa siku alivyokufa, mpaka leo tunaendelea kumsifu. Mwanamke ni rahisi kusifiwa, anaweza kukutana tu na mtu hajawahi muona akaanza kumsifia, wewe ni mzuri, una shape nzuri, lakini sio mwanaume. Mwanaume usifiwi. Mwanaume kukata tamaa ni dhambi. Jifunze kwa wale watu ambao walikuwa na ukoma, hawakukata tamaa japo walijua watakufa. Tunafanyaje? Hawakukata tamaa, wakatengeneza njia, wakasema twende kwenye kambi la Washami. Japo tunajua tunaweza kwenda kuuawa, lakini kunaweza kuwa na option, wakatuonea huruma. Jifunze kuriziki. Lakini Mungu alivyo wa ajabu, ukianza maamuzi, Mungu anatengeneza njia. Ndipo hapo watu wa ukoma walivyokuwa wanasogelea kambi la Washami, Mungu akatengeneza vishindo vya ajabu kiasi kwamba Washami wakahisi kama jeshi kubwa linakuja. Kumbe walikuwa wanaume wachache tu. Walikuwa watu wenye ukoma tena dhaifu wachache. Usikate tamaa.